hii nafasi ilikuwa ya Afrika Kusini, na wakati huu imekuwa wakakosa hiyo nafasi na tukapewa. Huenda huu ukawa ndio uhasama wa diplomasia. Kumekuwepo na minongono katika mataifa ya Afrika kuhusiana ama mambo yasiyosemwa kuhusiana na Kenya na uhusiano wetu na mataifa yale. Wakati mwingine kuna wale wanajiuliza Kenya inakuwa puppet. Haikuwa nafasi ya Afrika Kusini haswa. Afrika Kusini imekuwa ikipata mwaliko kutokana na kwamba ni memba, ni moja wao ya G20. Kwa hivyo akiwa mmoja ya G20, baada ya G7 Summit kila mwaka, ni baada ya miezi michache tu, G20 pia wanakutana. Kwa hivyo huwa ni vyema zaidi kwa sababu Afrika huwa haiko kwenye G7 na uwezi ukazungumzia uchumi wa dunia pasi na kuzungumzia Afrika. Je, ikawa aje sasa watazungumziaje Afrika bila kuwa na mtu kwenye meza ile? Ndiposa Afrika Kusini imekuwa ikipata mwaliko wa kila mara kwa sababu ni memba wa G20 na baada ya G7 wana transition, wanaenda katika mikutano ya G20. Kwa hivyo haikuwa nafasi yao kwamba ni yao, sio yetu kwamba ni yetu, hapana. Lakini pia tuangazie kwamba kumekuwa na uhasama kidogo, waendi na sisi tumeenda. Kuna uhasama kidogo kati ya Afrika Kusini na Amerika. Na ndiposa hata hii G20 Summit yenye inaenda kufanyika nadhani ni Boston baada ya hii G7, huenda Afrika Kusini wakose kuhudhuria kwa sababu ya ile kutoelewana kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na Amerika. Lakini kupata mwaliko wa Kenya ni ishara kwamba Kenya is already an anchor state katika masuala ya kidiplomasia barani Afrika, katika masuala ya uchumi Afrika, katika kanda ya Afrika Mashariki na katika maeneo ya maziwa makuu barani Afrika. Kwa hivyo Kenya, wakati G7 wanatizama Afrika, ni nani ako na ushawishi fulani, ni nani ako na uwezo wa kuzungumzia masuala ya Kiafrika kwa wakati huu, kwa sababu ambazo tayari nimezitaja, basi Kenya inawekwa katika nafasi bora zaidi, ndiposa inapata mwaliko. Rais wetu amekwenda kwa mwaliko wa taifa ama mwaliko wa Macron. Uweze ukaalikwa pasi na G7 kukubali we kualikwa. Kwa hivyo Macron alimwalika baada ya mazungumzo yao kama G7 kwamba wakati huu tunaalika fulani fulani fulani. Na ukiangalia hata mataifa ambayo yamealikwa pale ni Brazil, ni economic giants, ni Brazil, ni India, wale ambao wako pale katika meza hiyo wa kuzungumzia masuala ya dunia. Na muona ukizungumza mimi nataka kusema anakataa. Wajua sometimes kama hii tulifaa tukuje kwa hii show. Kama kuna mtu mwingine alipigiwa simu amesema yeye haizi kuja, alafu nikawa second thought nikasema Fred, kwa sababu yule amekataa, sasa uje. Yes. Hiyo ni ishara gani? Kwa hivyo unasema Kenya was a second thought. Was a second thought. Alafu ya pili, nilikuambia diplomasia lazima angalie coexistence with the countries. Kama South Africa wamekataa kuenda, sivyo? Sasa wewe ukienda inamaanisha nini? Unaweza ingia kwa ile kutoelewana na South Africa. Sasa between G7 na South Africa nani ni muhimu kwetu? Wajua hizi sio mambo ya kuchezea. Wajua diplomasia sio mambo ya kuchezea, kwa sababu acha nikuambie historia kidogo. President Moi alienda South Africa wakati wa apartheid. Kama ilikuwa ijulikana Mandela atakuwa president, alienda akavisit Frederick de Klerk, akakosa kuvisit nani? Mandela. Baada hiyo kwenda South Africa, Wakenya waliambia hata unafaa ulete title deed ya grandfather yako ndio ende huko. Kwa hivyo sisi tumekataani kwa kuwa wale ndio wamekataa. Kwa hivyo unasema tu tunafaa tuunde hiya, but sababu gani tumeitwa? Tumeitwa kwa sababu South Africa amekataa ama kuna kitu naleta huko mezani? Sasa baada ya hiyo diplomasia kawa mbaya, sivyo? Baadaye Moi akaita Mandela kuja akishakuwa president. Akatumia Kipkali Kones kwenda kumlaki airport. Akaenda akachelewa. Mandela alilala kwa ndege akarudi South Africa. Ndio maana visa za South Africa zimekuwa ni ngumu kwa Wakenya. Biashara za South Africa zimekuwa zina struggle Kenya. Na kufanya biashara kati ya South Africa na Kenya imekuwa na utata. Tanzania walisaidia Mandela sana.
Ukiangalia vile wanafanya kazi ni kama wanafanya kazi vizuri. Hizi vitu sio wa kuchezea. Diplomasia sio mambo ya kusema ni kama umeenda kunywa kofi na huyu na umeenda kula kahawa na yule mwingine. Lazima uangalie hata kutembea na mtu, hata zile picha za umesoma karibu na nani, umesoma karibu na flag yenu. Sasa sio mambo ya kuchezea. Alafu ya mwisho, Liz, umeona hiyo program Ruto anaongea kwa masaa mangapi? Matatu, sivyo? Macron anaongea kwa masaa mangapi? Wacha niangalie kidogo. Kwa madakika. Sasa wenye wanataka kukula ndio wanaongeanga sana. Sivyo? Lakini wakukula hawaongei. Lakini nakwambia ukweli, wajua mbona watakuwa na chukua 3 hours kuongea. Mwenye wanataka kula wanakusoma. Kumbuka Rais William Ruto anabeba matarajio ya Afrika. Na hivyo, alafu acha niimalize. William Ruto is among the youngest presidents in Africa, sivyo? Does he qualify to speak on behalf of Africa? Lazima uangalie hizi maneno, kwa sababu tulijaribu hata kuchukua AU, sivyo? Kenya iliweka mikakati yote ikaanguka. Unamaanisha kuna vigogo ambao wangekwenda labda na wangekuwa pengine yeye angeenda na watu wengine. Wajua hii mambo ya kujigamba. Can you speak on behalf of Africa? Unakumbuka kuna wakati kuna vitu aliongea kuwakilisha Afrika America, ili backfire. Remember the state visit to the US was position at he's talking on behalf of Africa, lecturing Africa after being in office for 1 year. Kama wezi unda uchumi nyumbani. What I'm telling you, tunafaa tuangalia our fiscal policy in Kenya to prepare us for global stage. Kabla utoka kwa nyumba yako lazima uvae vizuri, upige mswaki, sivyo? Ujitayarishe. Je, tumejitayarisha kwa global space? Huko unaongea, hapa Kenya watu wanasema Ebola, sivyo? Ukule unaongea, hapa Wakenya wanasema hakuna kazi. Unaongea huko mafuta imefanda, sivyo? Unaongea huko tax bill, finance bill ni shida nyumbani. Before you go abroad, prepare.